Ukweli au uongo. Hujambo mwana RFI Kiswahili, karibu sebuleni katika kipindi cha ukweli au uongo. Hapa tunachunguza habari zinazopotosha mitandaoni na kuzihakiki ili kuepuka madhara zaidi. Uko nami Jupita Mayaka. Kwa upande wangu ni Hilary Ngati. Kwa pamoja tunashirikiana na washirika wetu la Benevolencia, na wiki hii tunaulizana, je, Joseph Kabila, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alikuwa Rwanda mwezi Aprili mwaka huu? Kadhalika tutazichambua habari za kupotosha zinazozingira mashambulio ya kijihadi nchini Mali na mamluki wa Ufaransa. Na bila shaka unaweza kuwasiliana nasi au kututumia maoni yako kwenye kipindi kwa kutuma ujumbe wako wa sauti kwenda namba yetu ya WhatsApp ukianza alama kujumuisha 254707888555. Hujambo Ingati? Si jambo, umeshinda vipi Jupiter Mayaka? Umeshinda vizuri. Upande wa pili Vital Mugisho ananiambia anapenda kitimoto. Aliniambia pia nataka kuuzia gari lake. Kuna pesa. Nataka Range Rover. Uliongezewa mshahara. Msikilizaji, karibu katika makala haya. Ingati, tunaanza wapi vile? Na sasa katika mitandao ya kijamii habari nyingi, na baadhi yao ni za kupotosha. Kuchukulia mfano wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo video inadai kumwonyesha rais wa zamani Joseph Kabila katika safari ya kidiplomasia nchini Rwanda mwezi Aprili mwaka huu ili kutafuta amani. Sasa kujibu uvumi huu, tumetafuta kupitia mbinu ya reverse image search, lakini pia kuangalia kwenye kumbukumbu za vyombo vya habari vinavyoaminika. Picha hizi ni za Agosti mwaka 2016, ni wakati wa mkutano wa kilele wa nchi hizo mbili huko Rubavu, Rwanda. Video iliyotumwa mitandaoni tarehe 4 Aprili inamwonyesha Kabila akipokelewa na timu ya Paul Kagame nchini Rwanda. Nukuu kwenye video inasema Joseph Kabila aliwasili Rwanda kutafuta amani DRC. Nikiangalia kwenye picha hii, watumiaji mbalimbali wametoa maoni kinzani. Mmoja ameandika Tshisekedi pia alipokelewa vyema. Mtumiaji mwingine akapinga akisema picha ni ya zamani. Sasa baada ya uchunguzi wa karibu na ushahidi wa kidijitali, picha inayozunguka ikiashiria ni ya hivi majuzi imetumika katika muktadha tofauti, na machapisho mbalimbali yanaweza kuthibitisha hili. Naam, ni kweli kabisa. Kwa mfano, kumbukumbu ya machapisho kwenye vyombo vya habari vya kuaminika kama vile nakala iliyochapishwa na Sauti ya Amerika inathibitisha bila shaka kwamba picha hizi na video ni za tarehe 12 mwezi Agosti miaka 10 iliyopita. Lakini pia Jupiter, kwenye tovuti ya habari ya mtandaoni Media Congo tulipata taarifa pamoja iliyotiwa sahini mnamo Agosti tarehe 12 mwaka 2016. Taarifa hiyo inataja kuwa majadiliano yalilenga katika maslahi ya pamoja ya kimkakati, ikiwa ni pamoja na biashara ya mipakani, miradi ya nishati kama vile unyonyaji wa gesi ya methani katika ziwa Kivu. Uhalisia ni kuwa video inamwonyesha Joseph Kabila akiwa Rwanda, lakini sio ya Aprili mwaka huu, bali ni tukio la kidiplomasia miaka 10 iliyopita huko Rubavu nchini Rwanda. Hadi sasa hakuna safari rasmi au ya kibinafsi ya rais wa zamani wa Kongo kwenda Rwanda iliyorekodiwa mwaka huu 2026. Ukweli au uongo. Msikilizaji, fahamu ukweli katika kipindi hiki moja kwa moja kupitia redio yako. Tunaendelea kuangazia habari ambazo zinakanganya mitandaoni. Uko nami Jupiter Mayaka. Nami ni Hilary Ingati. Sasa Jupiter, twende kule Mali ambapo Mali imegonga vichwa vya habari zaidi wiki hii. Makundi ya kijihadi likiwemo lile la Jenim na lile la Tuareg na Azawad wikendi iliyopita yalitekeleza mashambulio katika miji kadhaa ya Mali. Sasa maeneo 7 yalilengwa na mashambulizi hayo, ikiwa ni pamoja na mji mkuu Bamako, kituo cha kijeshi cha kati na mji wa Kidal, ambapo mamluki wa Urusi wa Africa Corps wamejiondoa. Watumiaji wa intaneti wanaunga mkono junta ama utawala wa kijeshi walichapisha mfululizo wa habari za uongo ili kuwasilisha tathmini nzuri zaidi ya operesheni za kijeshi. Mnamo Jumapili Aprili 26, vyombo vya habari kadhaa viliripoti kifo cha waziri wa ulinzi Sadio Kamara. Kamara aliuawa siku moja kabla katika shambulio nyumbani kwake lililohusishwa na Jenim na kutekelezwa kwa kutumia bomu lililotegwa ndani ya gari na mtu aliyejitoa muhanga. Kwenye TikTok na Facebook, watumiaji wengine walianza kukanusha kifo cha waziri Kamara na walishiriki video kama thibitisho kuwa hajauawa. Hata hivyo, video hii ni ya zamani na waziri wa ulinzi wa Mali ni kweli amefariki. Mnamo Aprili 27, Jenerali Issa Osman, msemaji wa serikali ya Mali, alithibitisha kwenye televisheni ya Mali kifo cha Sadio Kamara. Lakini pia katika taarifa tofauti, watumiaji wengine
mnamo Jumapili Aprili tarehe 26 mwaka huu, siku moja baada ya mashambulio hayo, walidai kwamba wanajeshi wa Mali walifanikiwa kukamata mamia ya magaidi. Hapa pia watumiaji walishiriki video inayodai ni ya wafungwa, na kwa mjibu wa kaunti mbalimbali walikuwa mamluki wa Ufaransa au mamluki wa Franco Algeria waliotumwa na Tebboune na Macron. Nasi kwa kutumia mbinu ya reverse image search, video asli ni ya Julai tarehe 18 mwaka 2024 na ilichapishwa na chombo cha habari cha Times 360 Malawi, na maelezo yake kwenye video inaonyesha jeshi la Malawi likiwakamata raia 237 kutoka nchi mbalimbali wanaoshukiwa kuingia nchini humo kinyume cha sheria. Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumlisha 254 707 888 555. Unasikiliza RFI Kiswahili, kipindi ya Ni Ukweli au Uongo, kwa nami Hilary Ngati. Nami ni Jupita Mayaka. Ingati, leo ni siku gani nchini Kenya? Leo ni siku ya wafanyikazi. Wewe kama mfanyikazi umefaidika vipi? Wewe mbona umekuja kazi? Mbona ushiriki? Na bila shaka kwenye kitengo chetu cha katuni tunaungana na Dr. Medi kutoka kule Tanzania. Medi, habari ya jioni, unachora nini? Naam, leo kwenye kipindi chetu nimechora katuni kumhusu Joseph Kabila. Kuna mitandao ya kijamii video imesambaa kumhusu rais huyu wa zamani wa DRC kuwa ametembelea nchini Rwanda kwa safari ya kidiplomasia. Katuni hii nimeoanisha kwamba ukweli ni upi na uongo ni upi. Kwa hiyo nisitaki kuwakatisha utamu wafuatiliaji wetu wa ukweli au uongo, ningependa kuambia waingie kwenye tovuti yetu, wataiona katuni hii ambayo imechorwa kwa ubora kabisa kuonyesha ukweli ni upi. Asante sana. Asante Medi, tukuache uwe na jioni njema, lakini unapomalizia kuchora katuni yako ni mjuze msikilizaji wetu anaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii ili kutazama kile ambacho umekichora jioni ya leo. Washirika wetu la Benevolencia mnasemaje? Lakini Mchoma, ninyo na chunga juu tu server benye tulikulomba. Niko na kuletea wewe. Acha vile, uko server benye bateje japo shingo tulifika mbele. Wow! Eres marafiki yangu Zamira nafika. Bani Mchoma, udouble commande fambio leta mbio sasa tukunywe. Mchoma, usilete atakitu. Nisilete juu ya sababu gani? Kwanza nafa mfunge bare. Sasa tufunge. Nifunge juu ya nini kabisa? Mwambie watu wote, kila mtu aende kwake sasa hivi tena mbio haraka. Zamiri, kuko nini? Bwana bikwa kwa pose kwanza. Rafiki yangu, kuko nini? Bwana, kwanza ufunge kinywa. Kama hivi yote binafika nijua makosa yako mpenda. Juu nilifanya nini? Ingelikuwa uliangalia picha zenyewe kutumia mbio kwa WhatsApp. Si kama ulihalifu watu mbio. Mbele wakati batoke baende. Bajeshi kutoka kule kwa bodaboda. Saa hii wanavamia kijiji yetu yote. Na bako na masilaha zito. Na watu tetika. Chungeni balishe picha. Tuone. Mjioneni. Yes, wangu. Pato waende Mchoma. Tafadhali munisikiliza kwanza. Kila mtu alipa kwanza fakturi ya pombe na chakula chakula sahi. Vita iko. Kama usalama mdogo kabisa. Ndio. Shambulizi inaweza kutokeza sana kabisa. Mchoma, unaweza niambia nini yenyewe kwa? Batu biko na wasiwasi wanatosha wapi? Wasashori, mambo ni nini iko bandu one batoni. Angalia hii picha kwanza. Bajeshi kwa bodaboda. Biko munjana marokata bana na masasi yote. Biko banakia kutuchambulia sasa hivi. Nipatie kwanza huko nione. Angalia wewe peke. Lakini nyie muangalie kwanza. Muone. Hii picha ilitangazwa kama habari zingine kwa mitandao. Inapita miaka 2, ilikuwa kikosi ya kijeshi yenyewe ilikuwa kanaenda kumisio kukinga usalama na amani. Lakini nyie banduku, make chutu ya hii na mnatuma watu wanavuruga usalama mubare yangu. Wewe Zamiri njare tama habari zake. Jolie, unisamee sana. Antuka mimi sikujipatia muda ya kuchunguza hii picha. Mimi nilijifia tu kwa hii message yenyewe ilikuwa nasindikiza hii picha pamoja na makomentari ya watu kwa mitandao. Shukrani za dhati Mchoma na Jolie, mnafanya kazi nzuri. Na ukitilia shaka video, picha au sauti kwenye Facebook, TikTok au WhatsApp, wasiliana nasi kwenye hiyo mitandao ili tuhakiki kwa pamoja. Lakini hapa kwenye studio nina namba yetu ya WhatsApp na napitia jumbe ambazo baadhi yenu mmetuma, lakini wewe kama hujatuma unaweza kutuma ujumbe wako kwenda namba yetu ya WhatsApp kwa alama kujumuisha 254707888555. Mbwa mwenye mnofu mdomoni hapigi kelele. Ni Jupita Mayaka. Nami ni Hilary Ngati, hadi wiki ijayo. Kwaheri. Kwaheri.